Bana, mjadala umekuwa mzito zaidi kupitia mitandao ya kijamii ambao umekuwa ukimhusisha bana Haji Sande Manara pamoja na Mwijaku, ambao ni moja ya story ambayo inazidi kuwavutia watu wengi kwa ukaribu zaidi kutokana na malumbano ambayo yamekuwa yakiendelea kupitia mitandao ya kijamii. Hapo mwanzo Mwijaku alikuwa kwenye sakata lake ambao alikuwa linahusisha na wadada wa chuo ambao walikuwa wameingia kwenye kesi moja ambayo ilikuwa imeenda viral kinoma noma. Sasa hiyo nafasi ikampelekea Bugatti kuweza kufushusha baadhi ya maneno na kuongea maneno mbalimbali ambayo yalikuwa kidogo sio mazuri. Wengi wakawa wanasema kwamba ni utani ambao wamekuwa wakitaniana na kuweza kutupiana vijembe kiasi hicho. So mpira umeangukia upande wa pili, ambapo sasa hivi bana Mwijaku bana aliweza kumuingilia tena Bugatti baada ya kuweza kuachana na Dherisa. Maneno kama hayo yalikuwa ni mengi, akawa anaongea sana so maneno akawa ni mengi sana ambayo alikuwa anayatoa Mwijaku kuhusiana na kile ambacho kimekuwa kikiendelea, huku akidai kwamba hata nyumba ambayo anakaa Bugatti ni nyumba sio ya kwake kabisa. So ni nyumba ambayo ameweza kupewa na Mwarabu, that's why amekuwa akiishi pale. So jambo hilo likamfanya Bugatti kutokuweza kukaa kimya, na akaja kufunguka mbele ya waandishi wa habari na kusema kwamba Mwijaku ile nyumba ambayo anaishi, of course hajatoa nguvu zake peke yake, bali ni mke wake ambaye amekuwa amejengewa na bosi wake ambaye ni Mwarabu. Sasa jambo hili limezidi kuwa gumzo zaidi kwenye mitandao, jambo ambalo limekuwa likivutia watu wengi sana kuweza kulisikiliza na kuweza kulitazama kutokana na maneno ya hapa na pale kuweza kurushiana baina yao wote wawili wamekuwa wakitupiana maneno ya kashfa kinoma noma, maneno ya kejeli kuhusu hicho ambacho kimekuwa kikiendelea kwenye mitandao ya kijamii na hicho ambacho kimekuwa kikiwavutia watu wengi. Sasa unadhani nani ambaye of course anaweza kaishinda hii vita baina ya Mwijaku na Baba Levo? Kwa sababu maneno ambayo wamekuwa wakitupiana, maneno ambayo wamekuwa wakiambiana